Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa zaidi ya 60% ya watu wa nchi hii ni vijana, tutaweka kipaumbele kwenye sera na programu zitakazopanua fursa za kiuchumi, kutengeneza kazi na ajira, kuongeza wigo wa hifadhi za jamii na kuwajengea kesho iliyo bora. Ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu, tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yao. Natambua kumekuwa na majukwaa mengi ya kuwafikia vijana, ila bado shughuli zao zinafifishwa na masuala ya kisiasa na majukwaa hayo kupoteza malengo na mvuto kwa vijana. Mimi na wenzangu serikalini tumefikiria kuwa na wizara kamili itakayoshughulikia na mambo ya vijana. Asante sana waheshimiwa wabunge. Tumeamua kuwa na wizara kamili badala ya kuwa na idara ndani ya wizara yenye mambo mengi. Vile vile ninafikiria kuwa na washauri wa masuala ya vijana ndani ya ofisi ya rais. Jambo jingine tuliloahidi kulitekeleza ndani ya siku 100 za awali za kazi ni kuchukua hatua za kuongeza mitaji kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana na wanawake kwa kutenga shilingi bilioni 200. Serikali inaendelea kuangalia njia nzuri ya kuimarisha mfuko huo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa walengwa. Aidha, kwa kushirikiana na sekta binafsi, tutaanzisha madirisha ya uwekezaji kwa vijana, yani Youth Investment Windows. Madirisha haya yatatoa mikopo nafuu na mitaji ya uwekezaji kwa biashara za vijana. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo niliyoeleza, kuna mengi zaidi ambayo tumejipanga kuyafanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ni dhima ya serikali kuendeleza ukuaji wa uchumi, na katika kipindi hiki tutaanza utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 mpaka 2050, tukilenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Dira mpya imeweka vigezo vya kuchagua sekta na maeneo ya kupewa kipaumbele yaliyobainishwa kwenye andiko la dira yenyewe. Kati ya mikakati itakayofanywa kazi ni kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi, na miongoni mwa sekta hizo ni kilimo, utalii, viwanda, ujenzi na madini. Malengo yetu ya kiuchumi ni kupandisha kasi ya ukuaji wa uchumi toka 5.6 ya sasa hadi zaidi ya 7 kuelekea mwaka 2030. Ukuaji huu utaiwezesha serikali kuboresha huduma za kijamii na kujenga miundombinu wezeshi ya kiuchumi. Tutaimarisha masoko ya mitaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji badala ya kuweka mzigo mkubwa kwenye deni la taifa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.